Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Swala la kugombea ubunge katika jimbo la Kigoma mjini sio swala la masiara, sio utani. Nimetia nia, na nia ikifika muda, chama chetu cha Mapinduzi kikiongozwa na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania, mheshimiwa rais, akitangaza siku rasmi, kipenga kikalia, watu wakachukue fomu, tutaenda kuchukua fomu. Na uzuri chama chetu kimeweka utaratibu wa wazi kabisa kwamba kitaangalia ni nani ambaye anastahili mpaka kuchukua fomu. Kwa ukiona nimevuka kwenye kuchukua fomu, ujue baraka zimetoka kwenda kuchukua fomu. Tutachukua fomu. Mtu yoyote ana haki ya kwenda kugombea Kigoma mjini. Hata Mwijaku ana haki ya kwenda kugombea na kushindwa pale. Sababu ni kwenda kushindwa. Ana haki kabisa. Wala haina wasiwasi wowote. Watu wengi wote, watu wa Kigoma ni wengi. Chama cha Mapinduzi kina hazina kubwa ya watu wanaweza kuwa viongozi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka kwenda kugombea pale na kwenda kushindwa ana haki. Lakini sisi tunajua kwamba tunahitaji kwenda kukisemea chama chetu cha Mapinduzi. Tunahitaji kwenda kukipigia chapuo chama cha Mapinduzi. Tunahitaji kwenda kumsemea yaliyo mema na mazuri aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu ya Tanzania. Ni watu wachache sana ambao vichwa vyao vimekuwa ni vigumu. Anaweza akasimama akasema Dr. Samia Suluhu Hassan hajafanya lolote katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini sasa Dr. Samia Suluhu Hassan vitu vingi alivyofanya vinaonekana kwa macho. Achana na vitu alivyofanya vya chini kwa chini. Vitu vinaonekana kwa macho. SGR unapanda hadi wakati unamsema hajafanya lolote, lakini yeye ndo kaipiga starter SGR. Mama kwenye utawala wake wa miaka 4 yeye ndo kaipiga starter kwa mara ya kwanza SGR iwake cha imewaka na kuanza kufanya kubeba abiria katika nchi yetu ya Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara yake ya kwanza daraja la kuvusha watu kutoka Mwanza kwenda Busisi huko, kwa mara ya kwanza yeye ndo anafungua utepe mabasi yaanze kupita kwenye daraja lile. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza ndo kawasha mtambo wa kufua umeme bwawa la Mwalimu Nyerere. Hii yote miradi nakutajia ni miradi ya mabilioni ya pesa. Na kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ndio atakuwa wa kwanza kupiga starter meli kubwa iliyojengwa Mwanza. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan amepeleka maji kila kijiji kupitia jembe lake linaitwa Aweso. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ameruhusu wapinzani waweze kufanya mikutano ya hadhara na waseme wanavyovisema katika mikutano ya hadhara, ili mradi wasivuke mipaka. Ukivuka mipaka sheria inachukua mkondo wake. Uliposema kapewa fedha Mwijaku kwa ajili ya kuja kushindana na wewe. Mimi nimezungumzia kichwa mviringo, na nitaka nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote anayezuiwa kugombea jimbo la Kigoma mjini. Ila nataka nimwambie mtu kama Mwijaku na wengine, ukushinda tu wenyekiti wa mtaa kwenye jimbo la Kigoma mjini, yani itamgharimu labda miaka 9 mbele. Nataka niwaambie Kigoma mjini ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi, ni wajuaji, na wana upendo wa dhati kwa mtu aliyomchagua. Kwa fikiria watu 300,000 wajikusanye pamoja, wabishi ambao huwezi kuwaletea ujanja. Utapenyaje hapo? Ndio maana mimi nilivyoshinda udiwani kati na narudia tena, jimbo la Kigoma mjini sio jimbo la mtu kuja tu kichwa tu utachukua chochote, haiwezekani. Ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi na wanajua vitu na wana upendo wa dhati. Kwa hiyo ukienda Kigoma mjini uwe unajua unaenda kukutana na watu wa aina gani. Sijui kama unanielewa. Na moja kati ya utofauti, kwa mfano Mungu akisaidia chama changu kikatangaza, nikachukua fomu na nikaenda kugombea jimbo la Kigoma mjini, najua mtu atakakutana naye mbele atakuwa ni Zitto Kabwe ambaye ni yeye yuko chama cha upinzani. Umenielewa vizuri? Utofauti wangu mimi na Zitto Kabwe katika jimbo la Kigoma mjini, Zitto anaheshimiwa, mimi napendwa. Kwa hiyo yani huwezi kuzuia mapenzi ya watu wa Kigoma mjini pale. Na iko wazi nitakuwa mbunge kama Mungu akinisaidia wa jimbo la Kigoma mjini, na kuna baadhi ya vitu, ahadi ambazo Zitto atakuwa anazitumia kwenye mikutano yake ya hadhara, nitazitumia huko, kwa sababu yeye atatekelezaji ana serikali. Mimi nitazichukua ahadi zile nzuri, nikiona hii ni nzuri naichukua na ileta huko kwenye chama changu, naenda kuzifanyia kazi, kwa sababu huwezi kukataa kila kitu. Si amesoma yule? Hapo unatekeleza sasa ilani ya chama chake, sio ya kwako. Unatekeleza ahadi ambazo zinaenda kuwasaidia wananchi, sio ilani. Unachukua zile ahadi nzuri
ambazo wanazo, kwa sababu yeye ataahidi vitu hawezi kutekeleza. Hana serikali, utatekelezaje? Na ulivyosema kwamba umempa hela Mwijaku, natamani hapo kwa sababu uliandika, sijasema mimi, sijazungumzia Mwijaku, nazungumzia kichwa mviringo. Alafu kama kichwa mviringo amepewa hela kule aende akanivurugia upepo, mimi nimesema anaruhusiwa kwenda kugombea na kushindwa, kwa sababu ndio kazi ambayo ndo atakachokutana nacho pale. Ile gari inauzwa milioni 29. Ile gari ambayo Mwijaku amemzawadia mke wake, wameenda kununua kwa pamoja, alafu eti baadaye eti mnago wow! Wamepatanisha bei pamoja. Milioni 29. Wow! Yaani ni uongo ambao haufanani na ukweli. Vitu wamepatanisha, tushushie. Unajua hii dunia ni vitu vya ajabu sana. Unajua Mwijaku amenikumbusha Shilole tulienda kununua naye Prado. Tukalipa hela na kila kitu kalichagua. Siku linaletwa eti akalia. Sasa unalia nini wakati unalipwa? Mwijaku alizungumza kwenye vyombo vya habari kwamba wewe unataka kumchukua Diamond Platnumz na kwenda kuonyesha site ambao unajenga faraha kwamba pale ndio unakufa kabisa haitakufa. Ni kweli Mwijaku amesema kwamba nilivyompeleka Diamond kwenda kuangalia gorofa langu, namna ambavyo ujenzi unaendelea, Diamond ndio hatonipa chochote kwa sababu eti akinipa hela eti Santos atasikia uchungu, Momo atasikia uchungu kunipa. Diamond kafunua fursa kwa ndugu zake wote. Mali alizonazo Santos, mimi nijitafute, nisome, nifaulu ndio nitafikia. Kwa amefungua fursa kwa ndugu zake wote. Kila ndugu yake ana nafasi ya kuweza kufanya biashara, ana nafasi ya kutangaza biashara zake. Ndio maana umeona manager wa The Voice ni Santos, ni mdogo wake na Diamond. Kwa hela ambazo anaingiza msanii wa mzee wangu Diamond, The Voice, percent inaenda kwa mdogo wake na Diamond, Santos. Kwa hiyo fursa ziko kwa kila mtu. Ila mimi Diamond alichoniongea kwa mdomo wake, alisema Baba Levo umeniheshimisha. Kwa sababu watu wengi wana maneno sana kwamba mtu hawezi kufanikiwa kupitia Diamond Platnumz. Kwa kitendo cha kujenga nyumba kubwa kama hii ambao hakuna msanii yoyote ataweza kujenga kwa miaka 11 mbele. Haiwezekani. Ukienda kwenye nyumba ya yule Mkenya, hii nazungumzia East Africa ukienda kwa Calligraph, nyumba yake pale Kenya ambao ndo wanatamba, ina ngazi nyingi kama kanisa. Ina ngazi nyingi sana kama kanisa. Kwangu ngazi ni chache, lift ndio kubwa. Kwa ajili ya kupandisha watoto na kuwashusha. Utaua watoto kupanda ngazi digimbi. Hii kama unanielewa. Kwa hiyo mtu ambaye atakuja kushindana na mimi na ninaamini atakuja kunishinda ni Diamond mwenyewe. Kwa sababu Diamond ile nyumba aliyojenga sio nyumba, ni zaidi ya mall. Ni kama Mlimani City ile yote imelanielewa. Tumeona leo. Kwanza kabisa nataka niwaambie hapa wazi kabisa, swala la kuacha uchawa halipo. Nikiwa mbunge nitakuwa chawa wa mawaziri, nitakuwa chawa nani ili walete miradi kwenye jimbo langu la Kigoma mjini. Nitakuwa chawa wa rais ili nikipeleka jambo langu lipenye zaidi. Siachi uchawa kamwe. Nabadilisha tu level. Sijui kama unaelewa. Nabadilisha tu level, natoka kwenye level ya huku chini na kwa napanda na Diamond pamoja na mawaziri. Diamond siwezi kumwacha. Yule ni mzee wangu na siku naapishwa atakuwepo pale. Kwa sisi ambao tunamjua vizuri sana The Voice, maisha ya muziki na hapa ambapo yupo na WCB, kwanza tuna kila sababu ya kusema hongera WCB kwa kazi nzuri ya kuendelea kumbrand na kumfanya kuwa mkubwa sana kwenye muziki wa Singeli. Asante. Sasa hivi tumeona anakwenda kwenye tour yake kubwa ambayo Mandas wameweka mzigo hapo kuhakikisha kwamba anaenda kuperform na kukutana na mashabiki wake wengi wenye kiu ya kusikia muziki mzuri wa The Voice. Je, Mandas wamejipangaje kuweka punguzo la bei kwenye kukopesha simu kupitia brandi ya The Voice? Mzee Mandas, jibia tu hapo, ongeza tu sauti mzee wangu. Anyway, kimsingi mifumo yetu iko, ongea kwa huko kwenye mic. Yule sikule unawajibu hao kwenye kamera. Anyway, kimsingi mifumo yetu tayari iko imeshasetiwa kwa standard ya namna hiyo. Kwa kuweka punguzo
siwezi kwamba tutaweka punguzo 100%, ya tutakuwa tunaangalia namna ya kupunguza kile kianzio ambacho ni down payment ile kwa mteja wetu kulingana na eneo ambalo tunaenda. Nadhani imeeleweka hiyo. Kwa mtu ambaye ataenda kwenye show ya Divoice kwanza atakuwa amepunguziwa safari ya kwenda sehemu kufuata dukani, atakutana na simu humo dukani kwenye show. Unasemaje mama? Siasa Baba Levo wanasema ni mchezo mchafu. Kama ambavyo umeona mambo yamekuwa ni mengi yanaendelea sasa hivi nchini. Wanasiasa wanatupiana maneno hapa na pale. Wewe kama wewe umejiandaaje pengine kuingia kwenye huu mchezo mchafu? Mimi maneno ya kusema siasa ni mchezo mchafu, siasa ni kutupiana maneno. Wewe unaona mimi ni wa kutupia maneno nikakaa kimya? Wewe unanijua vizuri wewe. Nitapambana na yoyote na nitapambana vile ambavyo yatakuja. Atachagua package anayoitaka. Tutupiane maneno, twende kimya kimya kwa wananchi, au hata kama akitaka hata kama ni ngumi tutapigana ngumi. Nataka nikwambie vile ambavyo atachagua mtu ambaye Mungu akinisaidia nikaingia kwenye kinyang'anyiro, yeye atachagua, huyo ninashindana naye atachagua anataka package gani. Package zote ninazo. Kwa kama siasa ni mchezo mchafu, basi uchafu na usafi vyote ninavyo. Atachagua yeye anataka usafi au uchafu, tutaenda naye sawa. Tunaamini kwamba serikali haiamini katika uchawi, lakini wanasiasa kuna mambo yenu na Kigoma ndio sehemu yenyewe ambapo mambo hayo yapo. Umejipangaje? Mimi naamini kwenye Mungu. Mimi siamini kwamba siasa ni mambo ya uchawi, na mimi naamini kwenye Mungu. Naamini hakuna mtu yote anaweza kumloga Mungu. Hayupo. Swali kutoka kwangu. Pengine labda ungetia neno kwenye hili sakata la Gwajima, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya watu ambao umepata nafasi ya kutuonyesha miradi mingi sana ambayo Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan ameifanya na inaendelea kukua mpaka sasa hivi. Lakini kwenye hili la Gwajima unalipi la kuongea? Mimi swala la Gwajima kwa kweli kama serikali ishachukua hatua, mimi nafanyaje? Ni vitu ambavyo serikali na Gwajima wanapambana wao wenyewe. Sisi wengine ni watu wa kuangalia. Mimi sisali kwa Gwajima. Mimi niko Roma, ni Katoliki mama yangu. Kweli usiki kama unanielewa. Ingekuwa tumefungiwa Roma, ningeweza kusema kama Mroma ni kuna tatizo, lakini kitu pekee ambacho nataka nikiseme, viongozi wa dini wajikite zaidi kwenye kutupa amani ya moyo na kila kitu, wasituingize kwenye vita. Basi wakati uko ST na ulikuwa diwani Kigoma, kipindi hichi ambacho unarudi uko kwenye Chama cha Mapinduzi, kaja chama, hamna wasiwasi wote ambao umepata kwamba inawezekana siasa ikakurudisha tena jela? Ukiwa mwanaume, ukiumbwa mwanaume, kuumbwa tu mwanaume ni njia panda ya jela. Kuumbwa tu mwanaume, hiyo ni njia panda ya kuingia gerezani, kwa sababu mihangaiko yetu, mipito yetu, jinsi ambavyo tunahangaika, tunapita katika mifumo ambayo anytime unaweza ukajikuta umeingia kwenye matatizo. Unaweza kaa hauna matatizo kabisa na mtu, wewe sio mwizi, wewe upigani, ufanyaje, lakini katika misingi yako, katika mfumo wako wa kufanya kazi, ukajikuta unaingia kwenye mifumo ambayo inakupeleka gerezani. Sio mtu kama Divoice. Ni mtu amejitulilia na kila kitu. Ananyanyuka mtu na pengo lake anasema umeniibia nyimbo. Unaona sasa huyu mtu ni kwanza kujibizana naye, unajibizana naye vibaya na kushtaki, unafungwa. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna namna hata wewe umetulia. Ukishakuwa mwanaume tu unakuwa umeingia uko kwenye njia panda ya kuingia gerezani. Kwa hiyo swala la kupigania wananchi halitorudi nyuma bila kujali nini kitatokea. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo usio na wasiwasi, niko chama tawala, chama ambacho kila kitu ambacho kinanifaa mimi kuwa kiongozi bora katika nchi yetu ya Tanzania. Na pia Baba Levo, Diamond Platinum amesema kwamba atakusupport kwenye siasa. Unahisi kwamba atakusupport kwa asilimia ngapi? Diamond Platinum amesema atanisupport 100%. 100%. Wala hatani. Na kwa kuonesha kwa mara ya kwanza, naomba aje hapa mwandishi wa habari yoyote mchagueni nyinyi, nimuoneshe DM ya Diamond ameandikaje. Utawasomea kwa sauti. Sawa? Maana yake unajua watu wanaweza kuzungumza Baba Levo anamsingizia Diamond. Nataka nikuoneshe DM ya Diamond alioniandikia akiniambia
Haya, soma hapa kwa sauti. Huyu ni Diamond. Kabisa. Hii ni Simba, Diamond Platinum. Kasemaje? Na amesema kwamba niko nyuma yako kwa kila namna. Hakikisha tunashinda hapo. Soma kwenye mic kwa sauti. Kumbe una sauti. Okay. Amesemaje Diamond? Niko nyuma yako kwa kila namna. Hakikisha tunashinda hapo. Then ukamjibu. Ukamjibu Lukuga mzee wangu. Sasa simu utasomaje? Si hapa mtasomaje? Zoom hapa. Huyu ni Diamond. Zoom. Kasema yuko nyuma yangu kwenye swala katagi niliposti swala la siasa, wametag uko online. Tena wala hii online sio yangu, sio 7 Media, ni watu wengine. Kasema yuko nyuma yangu. Sasa kama Diamond yuko nyuma kupush kuhakikisha nashinda kama nitapewa nafasi na chama changu. Wewe unamjua Diamond hiyo akisema anakusupport. Ina maana ni helicopter manini yani watakoma. Na waandishi wa habari watapata fursa. Waandishi wa habari tuna tour yetu inaitwa Mama Ana Deni, basi letu lile liko pale na ndio maana nimesema nyie wote muingie kwenye group ili tuweze kupeana update. Bwana jamani, tunaomba swali la mwisho kwa sababu tunazungumzia ni tour. Asante sana. Hii ngoma yako na Zuchu Baby mpya ni kali sana na ni njia pia kwenda international. Wakaomba pia wewe katika njia ya Kiingereza. Yeah, right. Tatizo la Kiingereza kwa wasanii wengi ni tatizo kubwa sana. Yeah. Unaenda kwenye tour yako Rwanda, umejipangaje, lakini pia utawezaje kujinoa kuwa bora zaidi kwa kwenye sekta hiyo ya Kiingereza ili uweze kuchukua. Swala kwanza la pili, unadhani muziki wa Singeli unahitaji Kiingereza sana au Uswahili huu ndio unafanya upenye zaidi? Okay, ningependa nijibu swala la kwanza. Kwenye swala la lugha sio kwamba eti mimi sijui kabisa, lakini pia ni wazo zuri alilotoa kwa sababu analisema sisi tunaimba Kiswahili lakini lazima tu translate pia kwa Kiingereza ili mradi watu wapate kuelewa. Kwa wazo alilotoa ni zuri, hata mimi pia nimemreply nikamwambia fact. Kwa lazima nitalifanyia kazi. Lakini kuzungumzia muziki wa Singeli, by the way mimi nahisi kwamba Singeli tu yenyewe kuwa muziki wa Singeli inajitosheleza. Singeli ni culture, lakini kitu ambacho tunakosa, tunahitaji watu wenye nguvu zaidi ili mradi watusaidie kupush muziki. Mfano kama leo hii nimeimba Singeli na Jux. Juzi nilikuwa na post kuna clip za kina Jiggy nani wale wakina Iona wa Nigeria, watu wa nje wanaimba, wanacheza na hatukuimba Kiingereza by the way, ni Kiswahili, lakini kwa sababu kuna mtu yuko ana nguvu ya kuweza kupush kuonekana. Unajua kuna watu wakifanya kuna nguvu inaonekana. Ndio maana ukiangalia leo hii na Singeli na Zuchu, nimetoa naye Singeli 2 na Singeli na Jux na Singeli na Diamond kafanya Singeli peke yake. Tupo katika mkakati wa kuhakikisha kwamba kuna watu na wahitaji katika Singeli wao wanafanya ili mradi Singeli ionekane sasa kwamba kimataifa bwana mtu fulani kafanya mradi wao wakishatengenezea draft, sisi wasanii wa Singeli tunakuja tunashambulia tu, kwa sababu leo hii msanii wa Bongo Flava hawezi kumfanya msanii wa Singeli akiimba Singeli mzee. Wasanii wa Singeli wana talent, wana vitu, wasanii wa Singeli ni wakali. Lakini kwa sababu kuna watu tunawahitaji, ili mradi wazungumzie Singeli. Leo hii tu mimi kuwa msanii wa WCB wa Singeli imesababisha leo hii mtu kama Baba Levo ambaye ni muongeleaji mkubwa nchini anazungumzia muziki wa Singeli. Katika press yetu pia tumetaja Singeli. Kwa hiyo yani imesababisha Singeli kuwepo midomoni mwa watu, kwa sababu kuna watu tunawahitaji ili mradi wasababishe hiyo Singeli kuwa katika nafasi hiyo. Ndio mwisho kabisa. Leo umepata nafasi ya kuongea na waandishi wa habari wengi sana mbele ya Baba Levo hapa. Ni kitu gani ambacho umejifunza kwa Baba Levo jinsi ya kujibu maswali na kupokea maswali? Lakini ni kitu gani ambacho kinaongezeka kwenye career yako, kwa sababu umesema ni mwanamuziki wa Singeli mwenye nguvu na sasa hivi namba zako zinaongea, kwa maana wengine wanasubiri wewe ndio unaanza. Bwana, kwanza kwa upande wa Baba Levo tu mimi sitaki kuzungumzia kwa swala kujibu, tunataka nizungumzie kwa ujumla. Mimi ningependa niseme kwamba kila mtu aheshimu kazi ya mwenzie. Leo hii Baba Levo kuna wasanii wao kama kategori kama kituko, kama anazingua, anaongea sana, lakini kuna wasanii tumfikiri riziki Baba Levo. Nyumba na upolomosha pale kuna wasanii hatuna. Ila anazumiliki Baba Levo kuna wasanii hawana na wako serious. Kwa hiyo unaweza kuchukulia kama mzaha hivyo anavyofanya, lakini leo hii Baba Levo ana hela nyingi. Baba Levo ana fedha nyingi. Atelemsha nyumba kubwa, leo hii ana media na yeye kwake, ana fedha, anafanya vitu vingine, ana magari manini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifunza kwamba heshimu sana kazi ya mwenzi. Yaani usichukulie mtu tu yuko poa. Watanzania tuna mtindo wa kuchukulia sana mtu poa. Unaweza kaona kuna mtu ana comment Diamond kala hasara. Hasara kivipi? Unajua mtu anafanyaje, unajua mzunguko wake wa fedha.
haujui mtu anafanya vipi, haujui hela zake anazoingiza. Kwa hiyo tupende sana kuheshimu kazi za watu. Yaani usipende kudharaulisha kazi ya mwenzio. Kwa upande wa Baba Levo ni hivyo. Experience ya kuongea Baba Levo anajulikanaga ni noma. Yaani Baba Levo ni noma kwenye kuongea, kwenye kujibu. Kwa hiyo siwezi kuelezana Baba Levo, siwezi kumuelezea kwenye swala la kuongea. Neno la mwisho, nataka nipate swali moja kuhusiana na Mandasi Store, kama kuna mtu ana swali kuhusu Mandasi Store. Kama mmeelewa basi mwisho kabisa, wa Tanzania ndugu zangu, kwa pamoja twendeni tukamuunge mkono D-Voice kwenye tour yake ya kanda ya Ziwa. Inaitwa D-Voice 2025, D-Voice Tour 2025 ambayo inaanzia Shinyanga tarehe 6, lakini tukitoka hapo tunaenda Nyamongo tarehe 7 na tarehe 8 Jumapili tutakuwepo Mwanza pale kwa Tunza Beach. Wote kwa pamoja tutamsindikiza D-Voice, lakini tunaomba mje kwa wingi wenu na mje kwa sababu D-Voice ajaja tu peke yake, kaja na fursa kutoka Mandasi Store. Kwa ukiwa kwenye show una nafasi ya kukopa simu. Njoo na kitambulisho chako ili uweze kukopa simu ndani ya show ya D-Voice. Kopa smartphone, tumia ukiwa mle and then baada ya hapo endelea kulipa kidogo kidogo kwa mwaka mmoja, miezi 6 au utachagua mwenyewe unataka kulipa kwa miezi 8, ni wewe. Kwa ufupi tukutane kwenye D-Voice Tour 2025 Shinyanga, Nyamongo pamoja na Mwanza. Mimi pia ningependa niseme asanteni sana kwa Watanzania wote, mashabiki zangu wote, mashabiki wa WCB. Msiache kutusupporti, lakini pia shukrani kwa uongozi wangu, my brothers, tajiri yangu Diamond Platinum. Lakini pia shukrani sana kwa Mandasi Store, kwa miongoni mwa sponsors wetu wakubwa, wadhamini wetu wakubwa. Lakini pia shukrani nyingine ziende kwa Smart Gin, wametuletea kinywaji. Kipindi tunaenda huko kwenye tour tutakuwa tuna kinywaji chetu tayari, tunapiga tu vinywaji. Lakini pia Kiseke, asante sana kwa kutugaia makazi. Lakini all in all, shukrani za dhati kwa Tanzania wote. D-Voice Tour it began, D-Voice Tour is start. Tujiandae kuruka, tujiandae kupali magoma kama 200.